Usiku wa tarehe 2 Mei mwaka 2011, dunia ilisimama. Ndani ya chumba kidogo katika White House Situation Room, viongozi wa Marekani walikuwa wakitazama operation ya siri kabisa ikiendelea maelfu ya kilomita mbali kabisa. Dakika chache baadaye, Barack Obama akatangaza kitu ambacho kiliitikisa dunia. Tumemuua Osama bin Laden. Lakini miaka mingi baadaye, swali bado linaishi: je, kweli aliuawa au dunia ilisimuliwa hadithi za uongo? Niko hapa sio kukupa ukweli wa nyuma ya pazia, bali kutafakari yale ambayo wanatafakari wanaokanusha kuuliwa kwa Osama na Marekani. Hii issue inaanzia mwanzoni kabisa mwa operation, miaka karibu 10 baada ya mashambulizi ya Septemba 11. Marekani ilikuwa bado inamtafuta mtu mmoja. Mtu huyo alikuwa kiongozi wa mtandao wa Al-Qaeda. Kwa miaka mingi alionekana kwenye video za propaganda akizungumza kutoka maeneo yasiyojulikana, lakini ghafla akatoweka. Hakuna aliyekuwa na uhakika wa mahali alipo. Kimya kikaenda mpaka pale CIA ilipodai kugundua kitu kisicho cha kawaida katika mji wa Abbottabad, ya kwamba kulikuwa na nyumba kubwa isiyo ya kawaida, kuta ndefu sana, hakuna simu wala intaneti, na zaidi, taka zilichomwa badala ya kutupwa. Hii ikaleta swali la udadisi kwa wachunguzi wa Marekani. Nyumba hii ilionekana kama mahali pa kujificha mtu muhimu sana. Wakataka kujua ni nani huyo. Usiku wa tarehe 2 Mei 2011, helikopta za kikosi maalum cha United States Navy SEALs zilivuka mpaka wa Pakistan kwa siri. Operesheni hiyo iliitwa Operation Neptune Spear. Operation iliyoendeshwa kimya kimya bila hata jeshi la Pakistan kujua. Pia inaelezwa hakuna mtu nje ya viongozi wachache wa Marekani alikuwa anajua kinachoendelea. Helikopta zilipotua ndani ya kiwanja cha nyumba hiyo, kila kitu kikaanza kwa sekunde chache za taharuki. Risasi zikaanza kusikika. Askari wakaingia ndani ya jengo, na dakika chache baadaye, kulingana na simulizi rasmi ya Marekani, Osama bin Laden akawa amepigwa risasi. Tangazo likatikisa dunia. Saa chache baadaye, Barack Obama akasimama mbele ya kamera, akatoa tangazo ambalo lilienea duniani kwa kasi ya ajabu. Mtu aliyekuwa akitafutwa zaidi duniani alikuwa ameuawa. Shangwe zikaanza katika baadhi ya miji ya Marekani. Watu wakakusanyika nje ya White House wakishangilia. Kwa wengi, hii ilikuwa mwisho wa sura moja ya historia ya vita dhidi ya ugaidi. Lakini kwa wengine maswali yalikuwa yanaanza. Tuanze na hoja za wanaokubali simulizi hii ya Marekani. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, ushahidi ulikuwa wazi. Kwanza, walidai walifanya uchunguzi wa DNA na mwili walioupata. DNA hiyo ikaunganishwa na ndugu wa Osama na ikaonyesha kufanana karibu kabisa. Pili, askari waliokuwa kwenye operation walithibitisha kuwa walimtambua. Tatu, ndani ya nyumba hiyo kulipatikana kompyuta nyingi, nyaraka, vifaa vya mawasiliano ambavyo vyote vilionyesha kuwa alikuwa bado anaongoza shughuli za Al-Qaeda. Kwa Marekani, ushahidi huo ulitosha kabisa. Lakini kwa wakosoaji haukuwa mwisho wa maswali. Maswali makubwa kwa wanaopinga yalitokea kwa wingi na haraka zaidi. Swali la kwanza lilikuwa hili: kwa nini hakuna picha ya mwili wa Osama iliyotolewa kwa umma? Serikali ya Marekani ilisema picha hizo zilikuwa za kutisha sana na zingeweza kuchochea propaganda. Lakini wakosoaji waliona jambo hilo kwa jicho tofauti. Kwao, ushahidi huo ndio ungeweza kumaliza mjadala. Swali la pili lilihusu kile kilichofuata baada ya kifo chake. Marekani ilisema mwili wake ulizikwa baharini ndani ya saa 24. Sababu iliyotolewa ilikuwa kuheshimu mila za Kiislamu, kuzuia kaburi lake kuwa sehemu ya ibada. Lakini wakosoaji walisema hatua hiyo ilifanya uchunguzi wa uhuru kuwa karibu haiwezekani. Swali la tatu lilihusu simulizi ya operation yenyewe. Katika siku za kwanza, maelezo ya serikali yalibadilika kidogo. Mwanzoni ilisemekana kulikuwa na mapambano makali. Baadaye ikasemekana Osama hakuwa na silaha wakati alipouawa. Kwa wachambuzi wengine, mabadiliko haya yalifanya simulizi ionekane haikuwa thabiti tangu mwanzo. Nadharia nyingine kwa miaka iliyofuata ziliendelea kusambaa.
Baadhi ya watu walidai labda Osama alikuwa tayari amekufa kabla ya mwaka 2011. Wengine waliamini Pakistan ilijua alipo kwa muda mrefu, na wengine waliamini operesheni hiyo haikuwa kama ilivyoelezwa. Lakini hadi leo hakuna ushahidi wa wazi unaothibitisha nadharia hizo. Ukweli uliobaki zaidi ya muongo mmoja baadaye, simulizi rasmi ya Marekani bado ndio inayokubalika kimataifa, kwamba katika nyumba moja huko Abbottabad operation ya siri iliua mtu aliyekuwa akitafutwa zaidi duniani. Lakini katika historia kuna matukio ambayo yanaacha kivuli cha maswali, na hili linaonekana kuwa moja ya matukio hayo. Ndio maana waandishi mbalimbali duniani kote, kuanzia Marekani mpaka kwingineko, hawakusita kulitazama kwa uchunguzi swala hili. Hawa ni baadhi yao. Mwaka 2015 mwandishi wa habari wa Marekani Seymour Hersh, ambaye ni mshindi wa tuzo ya Pulitzer Prize, alichapisha makala iliyozua mjadala mkubwa. Makala hiyo iliyochapishwa katika jarida la London Review of Books. Katika uchunguzi wake, Hersh alitoa madai tofauti kabisa na simulizi rasmi ya Marekani. Kwa mujibu wa madai yake, Osama hakuwa amejificha kwa siri bila kujulikana. Badala yake alidai alikuwa akishikiliwa na vyombo vya usalama vya Pakistan kwa miaka kadhaa. Hersh pia alidai kuwa operation ya Marekani ilifanyika kwa ushirikiano wa baadhi ya maafisa wa Pakistan, jambo ambalo halikukubaliwa rasmi na serikali ya nchi hizo. Kwa mujibu wa uchunguzi huo, simulizi ya operation iliyoelezwa hadharani ilitengenezwa kwa kiasi fulani kwa sababu za kisheria na kiusalama. Hata hivyo, serikali ya Marekani ilipinga madai hayo na kusema hayakuwa na ushahidi wa kutosha. Kitabu cha Mark Bowden. Kwa upande mwingine, mwandishi wa Marekani Mark Bowden aliandika kitabu kinachoitwa The Finish: The Killing of Osama bin Laden. Katika kitabu hicho, Bowden alielezea kwa kina maandalizi ya operation na maamuzi yaliyofanywa ndani ya White House. Kwa mujibu wa utafiti wake, simulizi ya Marekani ilikuwa na msingi wa taarifa kutoka kwa maafisa wa ujasusi, askari wa operation, nyaraka za serikali. Hata hivyo, Bowden pia alikiri kuwa baadhi ya maelezo yalibaki ya siri na hayakuwekwa wazi kwa umma. Kitabu kingine ni cha Robert O'Neill, mmoja wa askari waliodai kushiriki moja kwa moja kwenye operation hiyo. Katika kitabu chake The Operator, alielezea kuwa yeye ndiye aliyempiga risasi Osama bin Laden. Kwa mujibu wa simulizi yake, operation ilikuwa ya haraka sana. Walipanda ghorofa ya juu ya nyumba na hapo ndipo walipokutana na Osama. Lakini hata simulizi hii ilileta mjadala. Baadhi ya wanajeshi wenzake walisema haiwezekani kuthibitisha nani hasa alipiga risasi ya mwisho, kwa sababu operation ilihusisha askari kadhaa. Baadhi ya wachambuzi wa siasa za kimataifa pia waliandika kuhusu tukio hili, wakisema jambo moja muhimu: katika operation za siri za kijeshi, mara nyingi si kila taarifa huwekwa wazi kwa umma. Hii inaweza kusababisha simulizi rasmi na simulizi mbadala, zote hizo zikiendelea kuwepo kwa wakati mmoja. Kiufupi ni kwamba miaka inapopita, ushahidi ule ule unaendelea kuchambuliwa na watu kwa namna tofauti. Kwa baadhi ya watu hakuna shaka, kwa wengine bado kuna ukungu, na pengine swali la kweli si kama Osama alikufa siku hiyo, bali ni hili: je, dunia inajua kila kitu kilichotokea usiku ule wa Abbottabad, au sehemu ya historia hiyo bado iko gizani? Hata wewe hauna dhambi kubaki na unachoamini kuhusu jambo hili. Lakini kitu kimoja tu muhimu inapaswa ukifahamu, kwamba kila hoja au mtazamo hushibishwa na ushahidi. Kama unaamini Osama hajauliwa na Marekani, tupe hapa ushahidi wako ili tumalize mjadala huu kwa kukupa heshima yako.